Na mtazamaji na msikilizaji wa Mashariki Media TV ambao unaendelea kuipendelea, na kwa wale wote ambao wanaendelea kututega sikio huko maeneo ya Ulaya na nchi jirani, pia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa taarifa za leo ni kwamba mapambano yanaendelea kusonga mbele kwenye vituo mbalimbali ambako wazalendo wanaendelea kuwafurusha waasi wa M23 maeneo mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini. Mashariki Media TV imepata fursa na muda wa kuweza kuzungumza na kamanda mmoja, ima jemadari mmoja wa kundi ya wazalendo ambayo inakuwa ikiendesha operesheni zake kwenye shamba la vita huko maeneo ya Walungu na tarafa la Uvira, pia maeneo ya tarafa la Mwenga. Tumepata fursa ya kuweza kumpata jemadari anaitwa Foudre Rouge Igwe ambaye iko kwenye shamba la vita, na atakuwa na mengi ya kutuzungumzia kuhusu mapambano ambao wanaendelea kuishambulia adui wa M23 kwenye maeneo mbalimbali, tukitaja huko Nyangezi, huko Luinja, Kaziba na maeneo mengine. Jemadari, tunasema jambo na karibu tena. Jambo sana ndugu mtangazaji. Ndio, unakuwa kwenye njia ya simu ya Mashariki Media TV, tukisikika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe ni mmoja kati ya makamanda ambao wanakuwa na jeshi zao kwenye shamba la vita maeneo mbalimbali, na kwa sasa tunakuwa tukifuatilia kwa karibu mapambano ambayo mnaendelea kubebelea adui M23 kwenye shamba la vita. Labda tungependa kupata picha halisi kwa sasa iko namna gani upande wa vita ambao mnakuwa mkishambulia adui M23? Kabisa ni vigumu sana, vinapamba moto katika tarafa la Walungu, hususan idara jimboni Nyangezi. Pale Nyangezi kabisa vita viko mingi vikali sana. Tulianza pambana tangu siku ya Ijumaa mpaka siku ya kwanza kabisa tunapambana pale, tukipambana na M23. Tumepata neema kabisa kuifurusha na kuikamilisha, kuikondosha katika Nyangezi. Kwa sasa miti mingi kabisa ya Nyangezi inashikiliwa na wazalendo. Ndio, kama Gisu unasema mnaendelea kusonga mbele, tumepata habari kwamba labda nyinyi wazalendo mnashirikiana na FARDC kwamba yawezekana kituo cha madini huko maeneo ya Twangiza, huko maeneo ya Luinja imeweza kupigwa bomo na jeshi la FARDC. Hizo taarifa ziko namna gani, kamanda Foudre Rouge? Taarifa ni za kweli zinazosikika kwenye mitandao ya kijamii. Yani huko wazalendo wanaendelea kuhimiza jeshi la taifa na kuwapa moyo, tupigane tukomboe nchi yetu. Tusifanye tena ile reprise. Labda ndio tuendelee kama ndio. Halo. Halo. Ndio, tunakufuata kamanda, tunakufuata. Huko wakisaidiwa na kitaifa, yani kabisa vita vilikuwa vikali katika siku 2-3 tunataka kuboa mitano, yani mingine mitano kabisa kushikwa na M23. Ndio, labda sasa mapambano iko katika mji wa Muzi kabisa. Ndio, Muzi wako ni kuhimiza watoto na wekizama ambao mimi na kutumia kwa sasa hivi katika shamba la Mungu hapa Muzi. Ndio, Muzi inapatikana kama pamba. Muzi inapatikana kwenye tarafa gani? Muzi inapatikana kwenye tarafa gani, kamanda? Muzi katika tarafa la Mwenga. Ndio, labda kabla kuachana na wewe kamanda Foudre Rouge ambao unakuwa kwenye shamba la vita kwa wakati huu, hizo nguvu mmetoa nafasi gani? Mmetoa wapi? Kwa sababu tukisikia hata huko Kivu Kaskazini, Sud Kivu, Kale, huko Makatana, maeneo mbalimbali mumeonekana kuja na nguvu zaidi. Hizo nguvu mmezipata wapi, kamanda Foudre Rouge? Nguvu hizo tulikuwa nazo, tukaonekana kwa udhaifu wa kuregea, lakini wakaaji wageni wetu wamando wanatupa nguvu, tulimsa kuchamba kwamba tufanye kazi yoyote, yani hatupigani. Sasa tumesimama kwa shindo kwa ile hasira kutetea haki na utu wetu, tuonesha komandi na pia wetu kama tunayo nguvu ya kupigana. Ndio maana tunazo hizo nguvu nyingi kabisa, hususan idara hapo
vita vikali wa jeshi la kizalendo kushikilia maeneo kubwa pale katika mji wa Ituri, katika mji wa Goma, yani pamoja na wazalendo katika tarafa, katika jimbo hizi mbili, jimbo la kaskazini na jimbo kusini na jimbo la mashariki huko Ituri. Vita vya wazalendo viko vingi sana, tena vikali kulingana na matusi ambayo raia inatupatia kwamba sisi tupigani, tunalea adui na nguvu tunayo. Kwa sasa tukapima hiyo nguvu raia na kuonesha kwamba tunayo, tukaja kujikuta kabisa tunayo, tunapiga adui sana kabisa. Sawa, tunashukuru sana Kamanda Foudre Rouge. Kabla hatujaagana na wewe, labda ulikuwa na habari zingine ungetuongezea, kwa sababu mpaka sasa raia, masikio, macho, mambo yote iko kwenye mnapatikana kwenye shamba la vita, wapate kujua namna gani hali inaendelea, kwa sababu tangu hiyo majuzi mapambano mumeanzisha hata maeneo hapo Businga. Businga, tukiona Businga ni eneo ya Ngomo, wakati tunataka elekea maeneo ya Nyangezi hapo. Raia labda wangependelea kujua na ujumbe gani mwingine kutokana na yale ambayo yanaendelea kwenye shamba la vita. Sina mengi kwa raia walikuwa wakituchama, sasa watie moyo pamoja, tayari kazi tumeanzisha na wazidi kutuombea Mungu. Hakuna mwingine tutaachia adui, hakuna kabisa, na wakaze roho.